Kipindi kifuatacho kimegharamiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Tunaweza kuona wazi kwamba ni lazima tufe ili tuishi. Kadri tunavyozidi kuwa wafu kwa nafsi zetu, ndivyo tunazidi kuwa wafu kwa ubinafsi, na ndivyo tunazidi kuishi, yani kuishi kikweli ndani ya Roho. Utafurahisha sehemu ipi ya utu wako? Kuna aina mbili za maisha tunazoweza kuishi. Tunaweza kuishi maisha ya ubinafsi au maisha ya kiungu. Tukiishi maisha yanayolenga ubinafsi wetu, ya kujitakia, ya kujifikiria na ya kutaka kutimiza nia zetu peke yake, tutafadhaika. Na wengi wenu ambao hamna furaha wakati huu, si ndani ya ukumbi huu peke yake, bali hata wale wanaotutazama kwenye runinga, hamna furaha. Pengine hata unasema, sijui kwa nini nimepoteza furaha yangu, lakini mara nyingi hatupotezi furaha yetu kwa sababu ya matatizo tuliyo nayo. Ni kwa sababu tuna ubinafsi mkubwa. Hata wakati mwingine tunajaribu tu kutatua matatizo yetu, na hiyo inatufadhaisha. Kile tunachopaswa kufanya ni kujifunza kuishi maisha ya kiungu. Tunahitaji kujifunza jinsi ya kuingia katika hali ya amani na umoja na Mungu. Tunahitaji kujifunza kutaka kile Mungu anataka, kufikiria kile anachofikiria, kuhisi huruma anayohisi kwa walio na dhiki, kuhisi huruma anayohisi Mungu kwa watu waliopotea, na wala tusiwe na mtazamo wa kimwili wa kuwahukumu na kuwashtumu na kuona wana hatia. Tunahitaji kujifunza kusema kile Mungu anasema, kuwa na vitendo anavyotaka, na kwa kuzingatia maombi, huenda siku moja tutasema, kweli mimi na Baba yangu ni kitu kimoja. Kama alivyosema Yesu, sasa kisheria sisi ni kitu kimoja na Mungu. Yuko ndani yetu na tuko ndani yake. Yesu alipokuja kuishi ndani yetu, aliweka mbegu ya sifa zote za Mungu. Biblia inamuita Yesu mbegu, na yeye ni mbegu ya Mungu. Napenda Yohana wa kwanza 3:9. Huwa naitumia sana wakati napata nafasi ya kuwakaribisha watu waokoke, au hata ninapozungumza na watu kuhusu wokovu kwenye runinga. Lakini ningependa kuchukua muda na kuzungumza nanyi kidogo, kwa sababu nafikiri itawasaidia kuona kile ninachosema. Kitu cha ajabu hufanyika ndani ya roho yako unapompokea Kristo kama Mwokozi wako. Huenda ukahisi kitu au hutahisi chochote, lakini huwa tunaambia watu dhambi zako zimeondolewa. Lakini ni zaidi ya hiyo, unakuwa kiumbe kipya. Mungu anaweka roho yake ndani yako na anakupa moyo mpya. Ezekieli 11 inasema kwamba anatuondolea moyo wa jiwe, moyo mgumu, na anatuwekea moyo wa nyama ambao unaweza kukubali kuguswa na Mungu. Mungu anatupatia matakwa mapya, lakini tatizo ni kwamba bado tuna mwili, na mwili huo ni mwili wako wa nyama na sehemu ya nafsi yako ambayo bado hujampa Mungu. Basi mwili bado na matakwa ya kimwili, na daima utaendelea kuwa na matakwa hayo. Kwa hivyo kuna vita vinavyoendelea. Mungu anatuelekeza upande wake. Tuna matakwa mapya ndani yetu. Tunaweza kuelewa Mtume Paulo alimaanisha nini aliposema, tatizo langu ni nini? Kile ninachotaka kufanya sikifanyi, kile nisichotaka kufanya nakifanya kila wakati. Na tunaelewa hilo. Ni kama kusema, ndiyo, natazamia kutenda mema, lakini naamka na nafanya mambo ya kipuzi siku nzima. Mungu, sielewi tatizo langu ni nini. Kwa hivyo ni muhimu sana kwako kuchukua muda wa kujifunza na mimi usiku wa leo mengi zaidi kuhusu utu wako. Wewe ni roho, una nafsi na unaishi kwa mwili. Wewe ni kiumbe mwenye sehemu tatu. Ni kama vile ile hema ya kukutania katika Agano la Kale. Kulikuwa na sehemu ya nje, sehemu ya ndani, na mahali patakatifu pa patakatifu. Mahali patakatifu kabisa ni roho zetu. Unapompokea Kristo, unapomwomba kusamehe dhambi zako, Mungu katika utatu wake anakuja kuishi ndani yako. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wanakuja kuishi ndani yako. Hivyo ndivyo Biblia inavyosema, naamini hilo. Kila mtu aseme, Mungu anaishi ndani yangu. Kinachomfanya achague kitu hiki kiwe nyumba yake mimi sijui, lakini ni wazi kwamba ni lazima aje na aishi ndani yetu na atuongoze na atuelekeze akiwa ndani ya nyumba hii mpya anayomiliki, kwa sababu hatuwezi kuishi hata siku moja bila yeye. Anapoingia, anasafisha kila kitu ndani ya roho zetu. Sikiliza hii.
Yohana wa kwanza 3:9, kila mtu aliyezaliwa na Mungu, kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi kimakusudi, akijua na kwa mazoea. Basi itanibidi tu niseme, ikiwa nitaamini Biblia, ukisema umeokoka lakini unaendelea kutenda dhambi kimakusudi, ukijua na kwa mazoea, basi hujazaliwa upya. Kwa sababu, lakini sijasema kwamba ukitenda dhambi hujaokoka. Nimesema ikiwa unatenda dhambi, unajua unatenda dhambi na unaendelea kufanya hivyo kwa kukusudia, basi kuna kitu hakiko sawa, kwa sababu watu walio na moyo wa kumcha Mungu hawawezi kufanya hivyo. Unapompokea Kristo kama mwokozi wako, kutenda dhambi kutakutatiza na utaishi maisha yako yote ukijaribu kuwa kile Mungu anataka uwe. Amen. Sasa haijalishi kama tutafika mahali tunapotaka kufika au la. Sidhani kufika ni muhimu kuliko kuendelea kutembea na Mungu. Na wale miongoni mwenu ambao bado mnanitazama kwenye runinga, bado hamjakata tamaa, najivunia kwa ajili yenu, kwa sababu ni neno la Mungu peke yake ndilo litakalotubadilisha. Basi anasema kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi kwa kukusudia, akijua na kwa mazoea, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake, asili ya uzima wake, uzao wa kiungu. Napenda hilo. Wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Sawa dada Joyce, kama mambo hayo mazuri yanaendelea ndani yangu, basi tatizo langu ni nini? Naweza kukuambia kwamba mara nyingi watu ishi Kikristo maisha yao yote, lakini kamwe hawafunzwi maana ya kuwa wafu kwa nafsi zao. Hakuna mtu wafunza jambo hilo. Jamani, nilikuwa Mkristo kwa miaka na miaka na miaka, lakini sikufahamu kwamba nilikuwa zaidi ya kile nilichoona kwenye kioo. Sikujua nina roho, nina nafsi na nina mwili. Sikujua kwamba nikilisha roho yangu neno la Mungu, roho yangu itakuwa na nguvu ya kutosha itakayozuia mwili wangu kunitawala. Sikujua kwamba si lazima nisalie na hasira eti kwa sababu nilihisi hasira, au si lazima niseme kitu eti kwa sababu nataka kusema kitu. Sikujua kwamba naweza kutenda mema hata kama nilihisi nataka kutenda kile kilicho kiovu. Sikujua mambo haya. Sikuelewa kwamba mimi ni kiumbe chenye sehemu tatu, na kwamba Mungu alikuwa amekuja kuishi ndani yangu, na kwamba sasa nilikuwa safarini pamoja naye, na kuna mambo ambayo Mungu atanionyesha maishani mwangu ambayo anataka niyaweke mkononi mwake. Ndiyo Mungu, unasema ukweli, naachilia jambo hili kwako. Shughulikia jambo hilo Mungu, na unibadilishe. Siwezi kujibadilisha, lakini nakuomba unibadilishe. Sikujua kwamba kuachilia kitu kunamaanisha uchungu kabla ya raha. Kwa hivyo nilipojaribu kuachilia, uchungu ulipoanza, nilianza kutoroka na si kutaka kuendelea. Basi hatimaye nilijifunza kwamba unamiliki ahadi za Mungu kupitia imani na subira. Lazima uwe na subira. Wacha Mungu afanye kile anachotaka kufanya maishani mwako. Ikiwa anakuonyesha jambo fulani maishani mwako, unapaswa kushirikiana naye. Chambua neno kuhusu jambo hilo, omba kuhusu jambo hilo, mpaka Mungu atekeleze kazi inayopaswa kutekelezwa ndani yako. Atakuacha upumzike kwa muda, huenda haitakuwa kwa muda mrefu sana, kisha atakuonyesha jambo lingine, na hiyo itaendelea maisha yako yote. Kwa hivyo ni sharti ujifunze kuifurahia. Nimesema ni sharti ujifunze kuifurahia. Nimesema ni sharti ujifunze kuifurahia. Mungu huwarudi wale awapendao. Ufunuo inasema wote ni wapendao mimi nawakemea na kuwarudi. Kwa hivyo kila Mungu anapokuonyesha jambo linalopaswa kubadilika maishani mwako, hiyo si nafasi ya kuwa na hisia za kuhukumiwa. Ndiyo kitu kingine ambacho hakiko sawa na mimi. Unajua hakuna muovu kama mimi, mtu anawezaje kuwa? Nilikuwa najiuliza, ni vipi mtu mmoja anaweza kuwa na haya matatizo yote? Mbona wewe hujishughulisha na mimi kila wakati? Mbona hujishughulishi na Dave? Mbona usijishughulishe na mtu mwingine? Mbona mimi kila wakati? Na unajua nini? Mungu hajalishwi na maoni yako kuhusu kile anachopaswa kufanya kwa maisha ya mwingine. Kile anachotaka useme ni niko hapa Mungu, nibadilishe, fanya kile unachotaka na mimi. Nataka kuwa kile unachotaka niwe. Nataka kuwa kitu kimoja na wewe. Kufa ili uishi. Kufa kuna maanisha nini? Kuna maanisha kuto kuishi. Na kitu kizuri ni kwamba unapofia kitu kutakuwa na uchungu, lakini ukishakifia uchungu haupo tena. Nitawapa mfano mmoja.
Moja matatizo yangu kwa miaka mingi ilikuwa ni kwamba sikufurahi mambo yasipoenda ninavyotaka, na nikiwa sina furaha ilikuwa ni lazima niseme kitu. Lazima ishara za mwili wangu na maneno yangu yalikufanya ujue sijafurahi. Wangapi kati yenu unajua sana kufanya hivyo? Basi jana nilimwambia Dave, huwa napenda sana kwenda kule kwenye mkahawa mmoja huko St. Louis, lakini hakuonekana kusisimuka sana na jambo hilo. Yeye hunipeleka huko mara moja, lakini mimi napapenda sana, ili hali yeye hapapendi vile. Sijui kwa nini hapapendi. Nafikiri Mungu ananijaribu, lakini yeye hapapendi. Basi jana nilimwambia, unajua nini, tukifika nyumbani kesho ningependa sana kwenda kula kwenye mkahawa fulani. Akasema, hapana, sitaki kwenda huko. Ingekuwa zamani matamshi yangu yangekwenda hivi: sawa, hivyo ni vizuri sana, nimefanya kazi wikendi nzima, kisha naenda nyumbani na nimechoka kiasi cha kufa, na wewe utatazama tu mechi za mpira kwenye runinga. Nimechoka kwa sababu nimetumia nguvu zangu zote kuwahudumia hao watu wote wikendi nzima, na sasa huwezi hata kunipeleka mahali pa kula. Kisha tungebishana na mambo mengine mengi na mengi, na naweza kuambia ukweli kwamba jana niliposema hapana, sitaki kwenda huko, nilifikiri sawa, hiyo ni kuwa huru. Nawaambia, hiyo ni kuwa huru. Nakumbuka wakati mmoja mimi na Dave tulikuwa tunatafuta picha za kuweka nyumbani mwetu, picha zilizochorwa, na tulienda kwenye duka moja na tukaona picha moja ambayo Dave alipenda sana. Mimi na Dave wakati mwingine hatupendi vitu sawa ikija kwa mambo ya mapambo. Basi mimi sikupenda picha hiyo, yeye alipenda picha hiyo. Mimi sikupenda picha hiyo. Jamani, nataka mnielewe. Sikupenda picha hiyo, alipenda picha hiyo. Alitaka kununua picha hiyo. Basi nikaanza kusema, sipendi hiyo picha, sitaki tuweke picha hiyo nyumbani. Hatutanunua picha hiyo, nachukia hiyo picha. Akasema, nini mbaya na picha hiyo? Sipendi hiyo picha. Basi unajua Dave ni mtu mwenye upendo na hapendi vita na ubishi. Na si eti nasema huwa ananyamaza tu bila kuniambia kitu. Yeye huongea na kunikaripia inapomlazimu kufanya hivyo. Huwa sisumbui sana, lakini zamani nilikuwa msumbufu kweli. Na basi akasema tu, achana nayo. Fanya utakalo. Basi tukaanza kutembea ndani ya jengo hilo, na kimwili nilihisi unajua, ni kana kwamba nilihisi kuwa na kiburi kidogo. Wangapi kati yenu unajua kile ninachosema? Na nikamsikia Roho Mtakatifu akisema, unajua unafikiri umeshinda, lakini ukweli ni kwamba umeshindwa. Na sikujua wakati huo kile ninachojaribu kuambia leo. Hiyo ni moja ya njia ambazo Mungu alitumia kunifunza kwamba kufanya kitendo kama hicho ili mambo yawe kama ninavyotaka si ushindi. Au ningesema, unajua nini mpenzi, kwa kweli sipendi picha hiyo, ningependa tusiinunue. Tunaweza kutafuta kitu tunachopenda sisi wote. Lakini wapi, ilibidi nisimame kidete, ilibidi nitamke mambo, ilibidi nionyeshe ishara za kimwili na za sura. Kisha niliona nimeshinda ubishi huo kwa sababu nilimlemea, na Mungu akasema, hukushinda, ulishindwa. Niwaambie kitu, wakati wote unaposhinda kwa njia isiyokuwa ya kiungu, basi hujashinda bali umeshindwa. Na isitoshe, mara nyingine tena umelisha tatizo hilo katika mwili wako na umeliweka hai. Wacha niwaambie jinsi ya kuua mwili. Usiulishe. Naweza kuleta mmea wa aina yoyote hapa juu, na tusiulishe kwa muda na utakufa. Magugu yatakufa usipoyamiminia maji au usipoyalisha. Na hivyo ndivyo tunaifia nafsi yetu. Tunawacha kukubali kuwa na matakwa yasiyo ya kiungu ndani yetu ambayo Mungu ametuonyesha. Na hili ndilo jambo unalopaswa kuelewa. Huwezi kujibadilisha. Naweza kuja kwako na niseme, wewe uzungumza kupita kiasi, na unaweza kujaribu sana usizungumze kupita kiasi, na upate haikusaidii kabisa. Lakini Mungu akimulika tatizo hilo, naanze kukwambia kwamba wewe uzungumza kupita kiasi, ukishirikiana na Mungu, utakuwa na uwezo wa kubadilika, kwa sababu kile Mungu anakwambia ufanye, atakuwezesha kukifanya. Tuko pamoja? Na ni muhimu sana tuelewe swala hili kuhusu kuifia nafsi yetu, kwa sababu tusipolielewa vizuri, tutajipata tunazunguka na kuzunguka na kuzunguka milima ile ile. Nilikuwa kanisani kwa miaka na miaka na miaka, pengine kwa miaka 15. Sikuwahi kusikia funzo kama hili. Nilienda tu kanisani na nikarudi nyumbani na sikubadilika. Nilibishana na Dave wiki nzima, nilimsengenya mhubiri na nikarudi kanisani. Jamani, mnacheka kwa sababu mnajua vizuri sana kile ninachozungumzia. Hata sikutaka kwenda kanisani, nilitaka ibada iishe haraka. Kweli tunafikiri kwenda tu kanisani humfurahisha Mungu? Kile tunachofanya ni kuona tu kwamba tumeenda ili tumfurahishe Mungu, lakini Mungu naye anasema mnajidanganya wenyewe.
Wakorintho wa pili 4:10-12. Baba, tusaidie usiku wa leo tunapojifunza na kukua pamoja, na tunapojifunza maana ya kuiambia nafsi yetu hapana na kusema ndiyo kwako. Wakorintho wa pili 4:10-12. Siku zote twachukua katika mwili kuuawa kwake Yesu, ili uzima wa Yesu nao udhihirishwe katika miili yetu. Sasa tunajua alikufa kimwili na aliuawa kimwili, lakini hebu niwaambie kitu, ilimbidi afie vitu vingine pia. Mojawapo ya vitu vya kwanza tunavyoona katika Wafilipi kumhusu Yesu ni kwamba hakujali jinsi watu walivyomchukulia. Basi tunahitaji kujali sana kuhusu jinsi watu wengine wanavyotufikiria. Wangapi kati yenu wananielewa ninaposema kufia jambo hilo? Namaanisha jambo hilo halina maana kwako tena, si lazima ulipate ili ufurahi. Unajua, si mapenzi ya Mungu, na tukijali sana jinsi watu wengine wanavyotufikiria, tutakuwa watu wanaofurahisha wanadamu, wala si watu wanaomfurahisha Mungu. Na kile tunapokuwa watu wanaowafurahisha wanadamu, tutakosa kutimiza mapenzi ya Mungu. Basi Mungu anapoanza kusema unatatizwa kupita kiasi na kile watu wengine wanafikiria kukuhusu, na aanze kukumulikia tatizo hilo maishani mwako, unapaswa kujua kwamba hilo ni jambo ambalo Mungu anataka uache kuwa na uhusiano nalo. Hataki uendelee kuwa hai katika jambo hilo. Unaona, ikiwa wewe ni mfu kwa jambo fulani na shetani aje na aguse jambo hilo, hataweza kuamsha hisia zako. Mimi ni mfu kwa jambo hili linalohusu mahali tunapoenda kula, kwa sababu nimechoka kukerwa. Kwa hivyo, ikiwa Dave hataenda mahali nataka kwenda, basi nitasema tu, sawa, tutaenda mahali unataka kwenda. Wakati mwingine najaribu kumshawishi, na wakati mwingine nafaulu, wakati mwingine sifaulu. Nafikiri nategemea na nguvu nilionayo kama mwanamke siku hiyo. Lakini unajua nini? Kama usipate jaribu la kuiba kwenye benki, huenda si wengi wenu watapata jaribu la kwenda na kuiba kwenye kituo cha petroli cha eneo lao. Wewe ni mfu kwa mambo kama hayo. Hakuna chochote ndani yako kilicho hai kwa mambo hayo, lakini huenda ukajaribiwa utakapotoka hapa kwa gari lako, kisha mtu aingie vibaya mbele yako barabarani na gari lake. Huenda bado uko hai kabisa kwa jambo hilo. Hata wakati unatoka kwenye mkutano huu, huenda ukatenda vitendo vitakavyomfanya mtu asijue ulikuwa hapa. Wangapi kati yenu wanaelewa ninachosema? Basi hilo ni jambo ambalo itakubidi uanze kuliombea na useme, Mungu, nataka sana unibadilishe katika jambo hili. Basi utabadilika vipi katika jambo hilo? Haya, mara nyingine mtu akiingia mbele yako vibaya barabarani, ikiwa wewe ni mdhaifu kwa jambo hilo, hisia zako zitaanza kuchemka mwilini mwako. Mungu nisaidie, 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 nisaidie. Nimefika mahali pa kungoja kuingia kwenye parking, kisha mtu ananikatiza na kuingia mbele yangu. Sitamwacha nikoseshe amani wala hata tone la furaha yangu. Nitasema tu, barikiwa, barikiwa. Nimefia jambo hilo. Kuna vitu vingi ambavyo bado sijavifia, lakini Bwana asifiwe, sijafika mahali ninapopaswa kuwa, lakini namshukuru Mungu siko mahali nilipokuwa. Hata hivyo, nakuwa nabadilika, niko njiani. Sasa mambo yasipoenda unavyotaka, hisia zako zitajitokeza kimwili, na njia pekee unayoweza kufia jambo hilo ni kulipinga na kukataa kulilisha. Kisha kila jambo hilo linapojitokeza, utaweza kulikataa kwa urahisi na kwa urahisi na kwa urahisi mpaka ifike mahali jambo hilo halitaweza kukutawala tena. Wangapi kati yenu wamewahi kuona jambo kama hilo ninalozungumzia katika sehemu fulani ya maisha yao, lakini sasa mmepata ushindi dhidi yake? Sawa. Wangapi kati yenu bado mnatatizwa na vitu kadhaa? Sawa. Basi ni wazi kwa nini Mungu amewaleta hapa usiku wa leo. Wacha niwakumbushe, kadri tunavyozidi kuishi maisha ya kiungu, ndivyo tunazidi kuwa na furaha. Basi mstari wa 10 wa Korintho wa pili 4, siku zote twachukua katika mwili kuuawa kwake Yesu, ili uzima wa Yesu nao udhihirishwe katika mili yetu. Tunaweza kuona wazi kwamba ni lazima tufe ili tuishi. Kadri tunavyozidi kuwa wafu kwa nafsi zetu, ndivyo tunazidi kuwa wafu kwa ubinafsi, na ndivyo tunazidi kuishi, yani kuishi kikweli ndani ya Roho. Utafurahisha sehemu ipi ya utu wako? Utafurahisha sehemu ipi ya utu wako?
Je, utafurahisha mwili wako na kuupatia chochote kile ili uwe na hisia za kiburi na kujiinua ilhali ndani yako umejaa kifo? Au utafanya kile ambacho unajua Mungu anataka ufanye kutoka moyoni mwako, hata kama mwili wako utakasirika, upuuze, ili uwe na furaha na amani ndani yako ambayo hakuna mtu anaweza kukupokonya? Jamani, Bwana asifiwe. Sasa Paulo alisema, ili nimjue yeye na uwezo wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake, nikifananishwa na kufa kwake, ili nipate kwa njia yoyote kuifikia kiyama ya wafu. Kuna mtu mmoja katika Mathayo 8:22 ambaye Yesu alimwambia, nifuate, na alijibu, Bwana, wacha kwanza nikaekae hapa nikingoja babangu mkongwe afe ili nimzike. Na Yesu alimwambia kitu kisicho cha kawaida. Yesu alionekana kuwa na roho ngumu. Alisema, nifuate, wache wafu wazike wafu wao. Sasa sidhani Yesu alikusudia kusema tusiwajali wazazi wetu, tusiwajali jamaa zetu. Nadhani kuna ujumbe mzito zaidi hapo. Unahitaji kuacha kujishughulisha sana na vitu vilivyokufa, vitu ambavyo havizai uzima wowote kwako, na unahitaji kujifunza jinsi ya kufanya kile ninachokwambia na unifuate. Huwa tunaacha vitu visivyo na uzima wowote ndani yetu vituzuia kumfuata Yesu ambaye ndiye uzima. Mimi ndimi njia, ukweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Vitu vilivyokufa ni kama vile ubinafsi, wivu, tamaa, kutotosheka, malumbano, hofu, hasira, wasiwasi, kutosamehe, machungu, kujionea huruma, tamaa za kimwili, uraibu, madeni mengi, uvivu na mengineyo na mengineyo na mengineyo na mengineyo. Kwa mfano, unaweza kuwa unaenda kwenye kanisa lililokufa. Unaweza kwenda huko kila wiki, lakini shingo upande. Unasema fadhali haingekubidi uende, unatamani ibada ishe haraka, unaangalia saa yako, unalala kidogo, usingizi kidogo. Ukitoka huko huwezi hata kumbuka ni nini kilizungumziwa, lakini angalau ulikuwa hapo. Niwaambie kitu, hakuna zawadi ya jambo kama hilo. Hakuna. Basi mbona unaenda huko? Sijui, ni kitu nimekuwa nikifanya kwa muda. Nikiacha kwenda nyanyangu atakasirika. Sijui. Ikiwa unaenda mahali palipo kufa ambapo hukui, hupewi changamoto, hubadiliki, basi hapo hakuna uzima kwako. Unapoteza tu muda wako na vitu vilivyokufa. Ni vitu vingapi vilivyokufa ambavyo vinapoteza muda wako? Kuna vitu vingapi maishani mwako ambavyo havizai uzima wowote kwako? Ni watu wangapi unatangamana nao wenye fikira zilizokufa? Hiyo imewaamsha. Hebu acha nirudi nyuma kidogo na niseme kuna makanisa mengi sana mazuri. Makanisa mazuri. Lakini nakwambia ukienda mahali kuna uzima. Wangapi kati yenu wanajua kuna uzima ndani ya ukumbi huu siku wa leo? Jamani! Sikujua watu wanaweza kuwa hivi kanisani. Mnaimba, mnapiga vifijo, mnacheka, mnapiga makofi, mmesisimuka, mnataka niendelee na niendelee. Sio ni watu wakifanya. Ni kwa sababu kuna uzima hapa ndani. Na tunapaswa kujifunza kujua wakati tunagusa uzima na wakati tunagusa kifo. Unagusa kifo wakati unakaa mezani ukila chakula cha mchana, kisha unaanza kulalamika kuhusu kazi yako na kusengenya wafanyakazi wengine. Hicho ni kifo. Utakuwa unakula kifo na utajaa kifo. Utakuwa na huzuni, utasononeka, huenda ukahisi kufadhaika, kisha utajiuliza, Mungu, furaha yangu imeenda wapi? Zika vitu vilivyokufa na usonge mbele na Mungu. Wachana na mitazamo yako yote iliyokufa. Ubinafsi ni sawa na kifo, lakini upendo ni sawa na uzima. Sasa kama kuna njia moja tunayopaswa kuomba, ni kuomba hivi: Mungu, nisaidie niache ubinafsi. Sina umuhimu mkubwa kama ninavyofikiria. Kweli tuna umuhimu kwa Mungu, lakini hebu nikwambie, si wewe peke yako dunia nzima unaitaka mambo yaende kama unavyotaka. Tena si wewe peke yako unastahili mambo ya kuende kama unavyotaka. Kwa nini lazima niende kula mahali ninapotaka kesho na Deva aende kula mahali ambapo hapendi?
Je, mimi ni muhimu zaidi kumshinda yeye? Naweza kusema nilifanya kazi sana wikendi, lakini kuna uwezekano kwamba kukaa hapo alipo na kunisikiliza mimi kama anavyofanya ni kazi ngumu kuliko ile anayofanya mimi. Nakwambia, Dave ameketi kwa maelfu na maelfu na maelfu. Nilimwambia kitu kuhusu kile nitakachohubiri usiku wa leo, na mmoja wa watu waliokuwa nasi alisema kitu. Alisema, ndio, nimesikia mahubiri kama hayo mara 5,000. Lakini unajua nini? Huwa yuko makini sana. Huwa anacheka kila ninapowachekesha watu, huwa ananitia moyo. Kwa hivyo anafanya kazi ni kwa njia tofauti, lakini yuko nami hapa. Unaona, sisi sote hujifikiria sisi peke yetu, na kila kitu kinakuwa ni na mimi je, na mimi je, na mimi je, na mimi je. Si wewe tu ndio uko duniani, na tukiendelea kujifikiria sisi peke yetu tutafadhaika. Na tuangalie Timotheo wa kwanza 5:6. Timotheo wa kwanza 5:6, bali yeye asiyejizuia nafsi yake, anayependa anasa, amekufa ingawa yu hai. Jamani, hicho ni kifungu kizuri ajabu. Kwa hivyo hiyo miaka yangu yote nilipokuwa najifikiria mimi tu, sikujali kuhusu furaha ya watu wengine ila yangu. Kila mtu alipaswa kuishi ili anifurahishe, na ndiyo, hata hivyo nilikuwa Mkristo. Nilimwamini Yesu, lakini sikufahamu chochote kuhusu kile ninachowazungumzia usiku wa leo. Unajua, kuna Wakristo wangapi wasio na furaha kwa sababu hawafahamu jinsi ya kukomaa katika Mungu? Si eti kwamba hawataki, hawajui jinsi ya kufanya hivyo. Na kwa kawaida jambo linapoanza kuwa chungu, tunaanza kulitoroka na kufikiri kwamba kuna kitu hakiko sawa na jambo hilo. Ndiyo maana nataka niwaambie wazi kwamba ninaposema jiachilie kwa Mungu, wakati wote kujiachilia humaanisha kuona uchungu kwanza, kisha raha baadaye. Kuifia nafsi yako wakati wote humaanisha kuona uchungu kwa nafsi yako, kisha furaha kubwa baadaye. Kusulubiwa wakati wote huja kabla ya kufufuka. Ijumaa wakati wote huja kabla ya Jumapili. Mnanisikia? Tunatoa kisha tunapokea, tunapanda kisha tunavuna. Haya yote yako kwenye Biblia. Hiyo ndiyo njia ya Mungu. Unapoishi maisha ya anasa na kujifikiria wewe peke yako, umekufa hata kama bado uko hai. Hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha huenda mambo yanaenda unavyotaka, lakini ndani ya nafsi yako umejaa kifo. Ni hisia mbaya sana. Ni kama vile Mungu aliniambia, unafikiri umeshinda lakini umeshindwa. Kisha nilijiuliza, ni kwa nini nilifanya hivyo? Mbona nilifanya kitendo hicho tena? Nilijua Deva niliumiza hisia zake, na basi ikanibidi nijaribu kwenda kula na yeye, na sikuwa sawa. Na unajua, nilikuwa nazongwa na hisia zinazotukabili tunapomkosea mtu. Basi hatimaye nilifikiri, sawa, nitamwomba msamaha, na unajua, alikuwa na ukarimu wa kunisamehe. Hata hivyo, ni bora zaidi kujifunza kwamba si lazima mambo yaende unavyotaka kila wakati. Kuna mtu anaona anahitaji funzo hili usiku wa leo? Je, nina wasikilizaji wanaofaa au wasiofaa? Na je, nyinyi nyote hapo juu mnahitaji funzo hili usiku wa leo? Naona hapo juu. Wangapi kati yenu mnahitaji funzo hili? Haya, sawa. Nyinyi ni watu wa ajabu. Miaka mingi iliyopita, Mkristo mmoja mwenye ubinafsi na aliyejifikiria yeye peke yake alikuwa tayari anafunza Biblia. Nilikuwa na maono makubwa kwa maisha yangu. Singefika mahali nilipo kama singemwacha Mungu afanye kila alichotaka kufanya maishani mwangu. Wengi wameitwa, lakini wachache wameteuliwa. Watu wengi wanaweza kumfanyia Mungu mambo makubwa, lakini lazima tukue ili tufanye hivyo, na si rahisi. Nitawaambia, si rahisi, lakini na manufaa makubwa. Nilikuwa nimelala kitandani siku moja nikijifikiria mimi tu, kama ilivyokuwa kawaida yangu. Nilikuwa nikifanya mipango yangu. Nilikuwa nafikiria jinsi nitamfanya mtu fulani anifanyie kazi fulani ili sinibidi niifanye mimi, na pia Deva siifanye, ili aende kucheza golf au kitu kingine, unajua, kama kushinda na mimi siku nzima. Nilijifikiria mimi tu, nilifikiria mambo ambayo watu wanifanyii na mambo wanayopaswa kunifanyia, na mimi je. Roho Mtakatifu alianza kuninenea na akasema, Joyce, unalala hapo ukijipangia siku yako yote. Unajua kwamba unapolala kitandani na uwe na fikira kama hizo asubuhi, tayari utakuwa na hisia mbaya hata kabla hujatoka kitandani. Tayari umeamua nikienda jikoni
na nipate watoto wameacha sahani chafu za usiku uliopita hapo na hawakusafisha uchafu wao. Jamani, mnajua, wengine wenu tayari mmefikiria nitakapofika nyumbani kutoka mkutano huu na nipate nyumba ni chafu. Jamani, haya basi, mbona usiseme tu nitaingia hapo na itakuwa ni kana kwamba sikuwa kwenye mkutano huu? Kisha kila mtu atafikiri mimi ni Mkristo bandia. Basi nikiwa nimelala hapo, Mungu alisema unajitayarisha kwa siku yako. Kisha nikawa na maono. Si maono hasa, bali nilisikia kitu moyoni mwangu. Alisema, Joyce, wewe ni kama roboti ndogo. Shetani anakuja na anaanza kutia fikira akilini mwako na anakutayarisha. Na akasema mbele ya macho yangu, wewe huwa uko hivi kila siku. Na mimi je, 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 na mimi je. Sawa, mjini Georgia mambo yalienda unavyotaka. Oh, jamani. Ni ajabu. Ni ajabu kile Mungu amefanya na roboti hiyo. Pia mimi nawapenda. Haya, hebu tuangalie Yohana wa kwanza 3:14. Ubinafsi ni sawa na kifo. Upendo ni sawa na uzima. Usijifikirie. Ukiwa kitandani asubuhi, fikiria kile unachoweza kumfanyia mtu mwingine. Mimi hufanya hivyo siku hizi. Huwa nachukua muda kila asubuhi nikifikiria kitu ninachoweza kumfanyia mtu mwingine siku hiyo, na kusudia kufanya hivyo. Si lazima nihisi kufanya hivyo. Nafikiria kuhusu kitu nilicho nacho ambacho naweza kutoa mtu nitakayekuwa naye siku hiyo na jinsi inaweza kuwa baraka. Mungu nisaidie nimtie moyo kila mtu nitakayekuwa naye leo. Unapaswa kufikiria jinsi ya kuwa baraka kwa watu. Wagalatia 6:10 inasema, tuwatendee watu wote mema na hasa jamaa ya waaminio. Wathesalonika wa kwanza 5:15 inasema, lifuateni lililo jema kwa watu wote. Lifuateni. Usingoje tu nafasi hiyo ije kwako, itafute kwa dhati. Shetani muogopa mtu anayetembea katika upendo. Hawezi kumtikisa mtu anayetembea katika upendo. Tunapaswa kutembea katika upendo wa kina. Tembea kwa dhati katika upendo. Sisi tunajua ya kuwa tumepita toka mautini kuingia uzimani, kwa maana twawapenda ndugu wa Kristo wenzetu. Yeye asiyekuwa na upendo wakati wote akaa katika mauti ya kiroho. Wangapi kati yenu wameelewa hiyo? Acha niwasomee tena. Sisi tunajua ya kuwa tumepita kutoka mautini kuingia uzimani, kwa maana twawapenda ndugu. Sasa unajua, unapopenda watu hutawasengenya. Unapowapenda watu hutakuwa mwepesi wa kuwahukumu na kuwakashifu. Unapowapenda watu utasaidia kutosheleza mahitaji yao walionayo. Kwa hivyo nataka kuhakikisha tutamki tu neno hili la upendo ovyo ovyo. Oh, ndiyo, Bwana asifiwe, nakupenda na upendo wa Bwana. Unamkumbatia, unambusu. Sitaki tena kusikia hayo. Sasa nenda mkumbatie mtu, mwambie unampenda na upendo wa Bwana. Basi unamfanyia nini mtu mwingine? Uko wapi wakati mtu anakuhitaji? Sisi ni wepesi kiasi gani katika kuwahukumu na kuwakashifu wengine? Sisi ni wepesi kiasi gani katika kusamehe? Upendo husamehe. Upendo hauumizwi haraka. Upendo una subira. Upendo ni mkarimu. Tunaweza kuzungumza kuhusu upendo, lakini upendo ni zaidi ya mahubiri. Upendo hujidhihirisha katika mambo tunayowafanyia watu. Mambo tunayowafanyia watu, si katika mambo wanayotufanyia, katika mambo tunayowafanyia. Watendeni watu kama mnavyotaka watendee nyinyi, si watendeni watu kama wanavyowatendea nyinyi. Sisi tunajua kuwa tumepita toka mautini kuingia uzimani, kwa maana twawapenda ndugu wa Kristo wenzetu. Yeye asiyekuwa na upendo wakati wote akaa katika mauti ya kiroho. Nitawaambia tu waziwazi,
Ikiwa unataka kuwa na furaha zaidi, wangapi kati yenu unataka kuwa na furaha zaidi? Basi nitawaambia njia moja ya kufanya hivyo ambayo ninawahakikishia ni kweli 100%. Wacha kujifikiria na badala yake uwe baraka kwa mtu mwingine. Tuko pamoja? Wacha kujifikiria na uwe baraka kwa mtu mwingine. Na kila wazo hili lakini na mimi je, linapoingia akilini mwako, sema tu hapana, hapana. Mungu nionyeshe mtu nayeweza kuwa baraka kwake kila siku unapojaribiwa kupoteza muda wako ukijionea huruma. Sema hapana, hapana. Nitafia kujionea huruma. Sitapoteza siku nyingine nikiketi na kujionea huruma na kumwonea mtu mwingine wivu ambaye ana kile ninachotaka. Nitakuwa baraka kwa watu na Mungu atanishughulikia. Asante. Marko 8:31 hadi 36. Akaanza Yesu kuwafundisha kwamba imempasa mwana wa Adamu kupatikana na mateso mengi na kukataliwa na wazee. Sasa Yesu aliketi chini na wanafunzi wake na akasema, sikilizeni, nitateswa, nitajaribiwa, nitachoka, nitakataliwa, nitakufa na baada ya siku 3 nitafufuka tena. Basi huenda alipofikia mahali pa kuwaambia nitafufuka tena, tayari walikuwa mbona tatizo na sala la kuteswa, na basi labda hawakumsikia. Naye alikuwa akinena hilo waziwazi bila kuficha. Haya, sikiliza kilichotokea. Na Petro akamshika mkono, wakaenda mahali faragani, huku akimtazama, akamgeukia Yesu na kumkazia macho na akaanza kumkemea. Na Mungu bado alimtumia Petro kwa njia kubwa. Kuna matumaini kwangu. Wangapi kati yenu wanaweza kusema kuna matumaini kwangu pia? Unajua kwa nini? Kwa sababu Petro alifanya haya yote kwa sababu ya hofu. Akageuka akawatazama wanafunzi wake, akamkemea Petro, akasema, nenda nyuma yangu Shetani. Alijua hata haikuwa Petro. Shetani ndiye alikuwa anafanya kazi kupitia hofu ya Petro. Hofu yake ya mateso, hofu yake ya kuteswa, hofu yake ya kupitia kitu chochote cha uchungu. Ni kitu cha ajabu jinsi mwili unaweza kujaribu kujitoa kutoka hali yoyote isiyo nzuri. Lakini nitawaambia kitu kimoja, siwaambii kitu chochote ambacho Mungu hajanilisha. Ninapowafunza na mimi najifunza pia. Nilijaribu kuchukua njia iliyo rahisi, na nakwambia njia nyembamba hutuongoza kwenye uzima. Njia pana hutuongoza kwa kuangamizwa. Na katika njia nyembamba hakuna nafasi kwa mambo yangu ya kimwili, na mambo yako ya kimwili hayo lazima yaondolewe. Lakini natuongoza kuishi maisha yenye thamani. Rudi nyuma yangu Shetani, maana huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Huko upande wa Mungu bali upande wa wanadamu. Akawaita mkutano pamoja na wanafunzi wake, akawaambia, mtu yote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, asijifikirie, ajisahau na asizingatie kabisa nafsi yake na matakwa yake, ajitwike na msalaba wake, anifuate. Sasa sikilizeni. Hiyo haimaanishi kwamba huwezi kuwa na kitu chochote unachotaka, kwamba huwezi kufanya chochote unachotaka kufanya. Haimaanishi huwezi kufurahia maisha yako. Isitoshe, inamaanisha kinyume na hayo, kwa sababu hili hapa jambo tunalopaswa kuelewa. Si kile tunachomiliki ndicho kinatuletea furaha, ni mtazamo wetu ndio hutuletea furaha. Na Mungu atakupatia vitu vizuri ikiwa utaweza kuwa na furaha, haijalishi kama unavyo vitu hivyo au la. Mungu anaweza kukupa madaraka kazini, hiyo nafasi unayotaka, lakini atafanya hivyo wakati sababu zako za kuitaka zitakuwa sahihi, na wala si kwa sababu tu unataka kujihisi uko salama na ujihisi vizuri. Tuko duniani, lakini hatupaswi kuwa watu wa dunia. Katika Wagalatia 6:14 Paulo anasema, ulimwengu umesulubishwa kwangu na mimi kwa ulimwengu. Hiyo inamaanisha nini? Katika Galatia 2 alisema, lakini ni hai wala si mimi tena bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilionao sasa katika mwili nao katika imani ya mwana wa Mungu ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Unamaanisha nini kwa kusema si wewe ndiye hai? Unamaanisha nini kusema Kristo yu hai ndani yako? Alimaanisha alikuwa kitu kimoja na Mungu. Kwamba Kristo aliye ndani yake ndiye alikuwa kiongozi wake. Yeye hakuwa anajiongoza. Alisema, sehemu hii yangu ya kimwili sasa imekufa kabisa ili Mungu afanye kazi kupitia kwangu.
basi huwezi kuwa mfu bila kufa. Na huende kakushangaza kujua kwamba Paulo aliposema hivyo katika Wagalatia 2:20 ilikuwa ni baada ya miaka 20 tangu wokovu wake katika njia ya kwenda Dameski. Nilifurahi nilipojua hivyo, kwa sababu wakati mwingine shetani na hata watu hujaribu kutufanya tuone kwamba tukishaokoka Jumatatu, tukifikia Jumatano kila kitu kinapaswa kuwa sawa kabisa. Lakini tuko safarini na Mungu kutoka utukufu hadi utukufu, kidogo kidogo. Paulo alisema, si kwamba nimekwisha kufika, la, bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Sasa Biblia inatuambia tusipende dunia na vitu vya kidunia. Basi mimi napenda vitu hivyo, wewe pia unavipenda. Tusiseme wewe unatujifanya tuvipendi. Napenda vitu maridadi. Paulo alimaanisha nini aliposema ulimwengu umesulubisha kwangu na mimi kwa ulimwengu? Naamini na moyo wangu wote kwamba Paulo alimaanisha hivi. Alimaanisha naweza kuwa na vitu na nivifurahie, lakini hata nisipokuwa navyo bado nitafurahia maisha yangu. Na si eti kwamba Mungu hataki kutupatia chochote, hataki vitu hivyo vitutawale. Tunaweza kutaka vitu lakini tusivitamani. Na tamaa hukufanya hivi, huiba furaha yako. Punde unapoanza kutamani kitu chochote, inaweza kuwa gari mpya, nyumba mpya, mtu fulani unayetaka kuwa na uhusiano naye, nafasi kazini, ghafla tamaa hiyo huiba furaha yako. Kisha unakuwa uwezi kuwa na furaha bila kuwa na kitu hicho. Lazima nifunge ndoa, lazima niwe na watoto, lazima niwe na nyumba mpya, lazima niwe na gari mpya, lazima niongeze madaraka, lazima. Unajua, sisi huishi kwenye nyumba nzuri na naifurahia, ni maridadi sana. Huwa nafurahia mazingira yangu zaidi nikiwa hapo. Lakini unajua nini, nimekuwa na furaha sana katika chumba changu cha hoteli. Ingawa si kizuri sana. Kina mkeka wa rangi ya samawati na nyeupe na viti vyekundu, na ni kama taa za bafuni hunifanya nionekane nina rangi ya manjano nikiwa huko ndani. Taa iliyo juu ya sinki hutoa sauti ya nyuki. Fani ya bafuni hutoa sauti kama ya simba. Sikilizeni. Furaha yako haiko katika mazingira yako. Ndiyo, nitafurahia kwenda nyumbani. Naweza waambia ukweli kwamba ingenibidi nitoke kwenye nyumba hiyo. Naweza kutoka na nini niishi kwenye flati na bado niwe na furaha. Ni sharti tuwe na uhusiano mzuri na Mungu na si na vitu. Ni sharti tuwe na uhusiano mzuri na vitu. Mpende Mungu, furahia vitu, lakini kamwe usiviache viwe muhimu kuliko Mungu. Kamwe usiviache viwe muhimu kuliko Mungu. Na punde unapofikiria kwamba huwezi kuwa na furaha bila kitu fulani, basi shetani anakutawala. Shikilia kila kitu kwa mkono mlegevu. Kuwa mtunzaji wa muda wala si mmiliki. Chochote ulicho nacho ni zawadi kutoka kwa Mungu. Ikiwa atataka umrudishie, ni bora ukiachilie haraka. Tuko pamoja? Hiyo ndio moja ya sababu kwa nini kutoa ni muhimu sana. Mungu anapokuambia utoe kitu ulicho nacho, ikiwa huwezi kukitoa basi kitu hicho kinakumiliki. Na ndio maana wakati mwingine Mungu atatuambia tutoe vitu fulani au tuachane na vitu fulani, na tunashindwa kuelewa kwa nini. Tunashindwa kabisa kuelewa kwa nini. Lakini anakujaribu tu ili aone umuhimu wa vitu hivyo kwako. Hebu tuangazie ni Timotheo wa kwanza. Ni vipi tunaweza kuwa duniani na tusiwe watu wa dunia? Ni sharti tusalie katika uhusiano unaofaa na dunia. Kama kuna madaraka unayotaka kazini, omba kuyahusu. Kuwa mfanyakazi mzuri, wape sababu ya kukuongeza madaraka. Omba, na ikiwa ni sawa, mwache Mungu akutendee. Na mtu mwingine akiipata, mfurahie. Mmesikia ndichosema? Mtu mwingine akiipata, mfurahie. Usije ukawa na stika ya Kikristo kwenye gari lako na msalaba mkubwa shingoni mwako, lakini ulalamike vikali kwa wafanyakazi wenzako eti kwa sababu mwenzako amepata kile ulichokuwa unataka. Timotheo wa kwanza 6:6. Lakini utakatifu pamoja na kuridhika au kutosheka na kile ulicho nacho ni faida kubwa.
kwa maana hatukuja na kitu duniani, tena hatuwezi kutoka na kitu. Usiishi maisha yako ukiwa unaabudu vitu ambavyo hutatoka navyo duniani. Ila tukiwa na chakula na nguo, tutaridhika na vitu hivyo. Sasa usishikwe na wasiwasi. Hiyo imaanishi Mungu anataka uwe tu na chakula na nguo peke yake. Lakini najua watu wengi walio duniani leo ambao watafurahi sana kuwa na angalau chakula. Najua watu ambao wanaweza kuona ni muujiza kama mtu angekuja tu na awachimbie kisima kijijini mwao, ili siwalazimu kutembea saa 6 kila siku kuteka maji machafu yaliyojaa wadudu. Kusema ukweli, tumekuwa na vitu vingi sana katika maisha yetu huku magharibi, kiasi kwamba vitu hivyo vimetuharibu. Na ndio maana ni muhimu sana kwetu tusiache vitu hivyo vitutawale. Sisemi Mungu hataki kutubariki. Kama Mungu angetaka kubariki mtu yeyote, mbona isiwe sisi watoto wake? Naamini kwamba Mungu anasema sisi ndio kichwa wala sio mkia, tuko juu wala si chini, tutatoa kwa mataifa mengi, si lazima tuombeombe. Nafikiri nataka tuwe na uadilifu, amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Mambo mazuri ya Roho Mtakatifu ni watoto wa Mungu. Lakini hataki iwe lazima tuwe na vitu hivyo ili tuwe na furaha. Na ikiwa huwezi kuwa na furaha bila vitu hivyo, basi naweza kukuambia hutakuwa na furaha hata ukiwa navyo. Ikiwa huwezi kuwa na furaha ukiwa bondeni, hutakuwa na furaha ukiwa juu ya mlima. Na najua baadhi yenu hamuniamini, mnafikiri kama ningeweza tu kupata kitu hiki ningekuwa na furaha. Nimekuwa nikifuata ndoto hiyo kama ningeweza tu kufanya jambo hili ningekuwa na furaha. Kama ingebidi nifanye jambo hili ningekuwa na furaha. Kama ndivyo angefanya hili ningekuwa na furaha. Kama watoto wangefanya hivi ningekuwa na furaha. Na wakati mwingine inabidi Mungu akupe vitu fulani ili akuonyeshe kwamba vitu hivyo havitakuletea furaha. Wangapi kati yenu wamewahi kupitia jambo hilo? Unapata kitu fulani na kinakusisimua kidogo, kisha unahisi bado huna furaha. Kwa nini? Kwa sababu tatizo si kile tunachomiliki au tusichomiliki, tatizo liko ndani yetu. Mtazamo wa kuwa na shukrani hukuletea furaha na hukufanya ushukuru. Nimekuwa nikiamka asubuhi na kabla sijatoka kitandani namwambia Mungu, asante Mungu kwamba naweza kutembea na kuzungumza na kuona na kusikia, kwamba naweza kutoa miguu yangu kitandani na niyaweke sakafuni na niondoke kitandani. Na najua kuna watu wanaotutazama kwenye runinga ambao hawawezi kufanya hivyo, lakini unaweza kumshukuru Mungu kwa kitu kingine. Sisi wote tunaweza kushukuru kwa kitu fulani, na moyo ulio na shukrani hukufanya uridhike. Na kuridhika ni kitu kizuri sana kwa Mungu. Napenda kile Mtume Paulo alisema, nimejifunza kuridhika. Hakikuwa kitu kilichowekwa ndani yake, alijifunza kuridhika. Alisema, najua kudhiliwa, tena najua kufanikiwa. Katika hali yoyote na katika mambo yote nimefundishwa kushiba. Ni wakati wa kuwa na furaha. Najihisi nataka kuwa mama yenu usiku wa leo. Ningependa kuja hapo chini na niwashike wengi wenu na niwatikise kidogo. Ili niwaambie, elewa hili. Elewa. Mwaka mwingine usipite ukiwa bado unazunguka mlima ule unafukuzana na ndoto moja bandia baada ya nyingine, na unafikiri hiyo itakata kiu chako, lakini haitafanya hivyo. Utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Kuwa kitu kimoja na Mungu. Mungu, mapenzi yako yatimizwe wala si yangu. Mungu, nifundishe ikiwa siwezi kusema kitu chema, nifunge kinywa changu. Nifundishe kutohukumu na kutokashifu na kutokuwa na mtazamo mbaya. Mungu, nataka kubadilika. Nisamehe kwa vile wakati wote mimi hukuomba umbadilishe mtu mwingine. Nibadilishe. Nifanye niwe. Nataka ujivunie kwa ajili yangu. Wangapi kati yenu nataka Mungu ajivunie kwa ajili yenu? Biblia inasema kwamba sisi ni wakilishi wa Mungu duniani, kwamba Mungu anazungumza na dunia kupitia sisi. Hilo ni jukumu la ajabu kweli.
Gharama za kipindi hiki zimelipwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.